Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, nikikukaribisha tena katika tafakari yetu ya siku ya leo, inayotoka katika kitabu cha Ezekiel sura ya 43 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, kisha akanileta mpaka langoni, yaani lango lile lielekealo upande wa mashariki, na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Utukufu wa Mungu ulitokea katika njia ya mashariki, na ulikuja kwa sauti yenye mshindo wa mfanano wa maji mengi, kama vile maji mengi yanayotembea yanakuja katika nchi, na nchi ilionekana katika ule mng'ao. Maji yalivyokuwa yanakuja, nchi ilionekana katika mng'ao wa utukufu. Sasa ukisoma kitabu, utukufu huo ni ule uliokuwa unaambatana na ujio wake Mungu. Ukisoma Mathayo sura ile ya 2 mstari wa kwanza, nasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herodi, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Ujio wa Yesu Kristo alipozaliwa, watu wengi waliona ni jambo la kawaida, na wengine waliona ni mtoto tu amezaliwa. Lakini watu ambao walileta taharuki, hata mfalme Herodi akaua watoto wengine na mji ukataharuki, ni taarifa za hao mamajusi. Mamajusi walikuwa ni wachawi, ni watu ambao walikuwa wanaona katika ulimwengu wa rohoni. Kwa hiyo katika ulimwengu wa rohoni, upande wa shetani, taarifa zilifika, na hawa waliona, wakasema waje. Walionea wapi? Mashariki. Maono aliona Ezekieli, huo utukufu unatokea wapi? Mashariki. Yaani unatokea njia ya mashariki ukiwa unakuja. Kwa hiyo Mungu alitoa taarifa kamili ya kila alichokuwa anakifanya, na taarifa hizo zilipita katika falme zote, kwa maana ufalme wa shetani na ufalme wake na ufalme wa wanadamu. Kwa hiyo ufalme wa wanadamu ulipokea taarifa kupitia mamajusi, ambao walipokea taarifa katika ufalme wa rohoni katika kaliba ambayo waliweza kupokelea, kwa maana ya kwamba wakaja waje wakasujudu, kwa sababu walichoona kilikuwa sio kitu cha kawaida. Waliona kwamba anayekuja alikuwa ni mtu wa tofauti, na kwa maana hiyo basi ikawa wamekuja na wakaja moja kwa moja kwa mfalme, ili waweze kujua ni nani huyu ambaye aliyekuja. Ndipo mfalme naye akapata taarifa na taharuki katokea, na Mungu alipoona vile akamwambia Yusufu, mchukue mtoto uondoke naye, uende naye ukamfiche Misri hadi Herodi atakapokufa. Sasa kipindi ambacho Yesu anakuja kilikuwa ni kipindi ambacho kulikuwa na giza, lakini yote haya Mungu alitoa taarifa wakati ambapo Israeli wanaharibu. Mungu alisema na Ezekieli. Ndio maana ukisoma mstari wa 3 katika ile 43 tumesoma, inaonyesha akisema kwamba na maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona nilipokuja kuharibu mji. Nayo maono yalikuwa kama maono niliyoyaona karibu na mto wa Kebari, nikaanguka kifudifudi. Kwa maana yalikuwa ni maono ya kutisha, na maono hayo ya kutisha yalikuwa yanaonyesha ni namna gani nyumba ya Mungu imeharibika. Kwa maana kwamba vitu ambavyo vilikuwa vistahili vilikuwa vinakaa huko. Ukisoma Ezekiel sura ya 8 utaona mstari wa 8 anasema, ndipo akaniambia, mwanadamu, toboa sasa katika ukuta huu, nami nilipotoboa, tazama pana mlango. Akaniambia, ingia uyaone machukizo mabaya wanayoyafanya hapa. Yaani hivi, kanisa la Kristo kwa namna yoyote tunavyoweza kujichanganya na kuharibu hekalu la Mungu, kwa maana miili yetu, nafsi zetu, kujiharibu sisi, kuna mlango Mungu huwa anapenyeza kusema habari zetu. Na wewe ambaye unayeishi katika maisha ambayo hayampendezi Mungu, kuna mlango, kuna tundu liko ambalo Mungu hupitisha taarifa zako kwa mtu mwingine ama kwa watu wengine. Hii inatutaka nini? Maisha yetu yawe transparent tokea ndani. Maisha ya kujichanganya ni mabovu ambayo yanaonyesha sura ambayo sio, na matokeo yake
uharibifu unatujia bila sisi kujua, lakini watu wanajua. Na watu wanajua kabisa kwamba hawa wamepigwa na Mungu. Hawa wamekuwa hivi kwa sababu yale ambayo yanayofanyika sirini yanawekwa wazi, kwa sababu hakuna mahali mbele za Mungu kuliko na mlango uliofungika moja kwa moja. Hamna. Kila kitu ambacho kinachotendeka kinaonekana kwa macho ya damu na nyama. Anasema, nikiruka hayo maelezo ni mengi lakini muda ni mdogo, nikiruka sasa kuja mstari katika hiyo sura ya 8, kuja mstari wa 14, anasema hivi: ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wakimlilia nani? Tamuzi. Mungu akamwambia Ezekieli, unayaona haya? Akamwonyesha machukizo yalikuwa ni mengi. Lakini tunaona kwamba kile ambacho Ezekieli alikiona kuhusu ujio wa Kristo wenye mshindo ndicho ambacho mamajusi waliona. Kwa maana kile ambacho Mungu anakifunua katika ulimwengu wa rohoni wa kwake kinafunuliwa pia katika ulimwengu wa giza. Ufalme wa giza unapewa taarifa. Ufalme wa giza unakuwa na taarifa, na hapo ndipo uharibifu wa mtu unapokuja kutokea, kama mtu hayuko makini kushika yale ambayo, ile taarifa ambayo tunaipokea katika ulimwengu wa roho kutoka kwenye ufalme wa Mungu. Kwa sababu katika ufalme wa shetani mlango wake unakuwa sasa wazi kwa ajili ya kuweza kuharibu ama kuzuia. Kwa hiyo tunaona kwamba mstari wa 12 hii Ezekiel sura ya 8 anasema, kisha akaniambia, mwanadamu, umeyaona wanaoyatenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani? Kwa manake yale wanaotenda watumishi wa Mungu gizani, kwamba tukinapoweka wazee katika Israeli tunaweka watumishi katika taifa la sasa, kwamba kizazi cha sasa, kanisa la sasa. Mungu atusaidie watumishi wa Mungu ambaye Bwana ametupaka mafuta kuweza kubeba kanisa. Yale ambayo tunayoyafanya katika siri tuhakikishe kwamba yanaenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, maana Bwana yako mezani na yako nje na yanaonekana. Na huyu Tamuzi ambaye wanawake walikuwa wanamlilia ni mmoja kati ya miungu 27 ambayo alikuwa anaabudiwa. Ni Mungu ambaye alikuwa Mungu wa dini fulani huko Mesopotamia, ambaye ni Mungu ambaye mwenye nguvu, ni Mungu ambaye mwenye kubeba nguvu ya maisha mapya ya uhalisia, yani maisha mapya ya uhalisia wa wakati huo, kwamba wewe unayeishi na Mungu ukikaa vibaya mahali ambapo Mungu huyu anaabudiwa, kwa sababu ni Mungu anayebadilisha watu katika namna ya kuishi maisha ya kiungu na kugeuka na kuishi maisha ya kishetani. Kwa manake anaua uungu unaokaa ndani ya watu, alafu anafufua. Kwa hiyo ni Mungu wa kuua, the God of death and resurrection. Mungu wa kuua na kufufua. Anaua kilichoko, anaua kipawa kilichoko, anaua kipaji alichoweka Mungu kwako, anaua mapenzi ya Mungu ndani ya mtu, anaua utukufu wa Mungu ndani ya mtu, anaua wokovu wa Mungu ndani ya mtu, alafu anafufua sasa kile ambacho ni chakale. Kwa hiyo unasikia mtu anaishi kwenye wokovu wa kibinadamu wa kidunia ni mtu aliyefufuliwa ukale wa mambo ya kale yasiyompendeza Mungu. Kwa hiyo anaanza kuishi kwa namna hiyo, yeye akiwa ndio simbo, yani ndio mfano wa hayo. Kwa hiyo mifano hiyo imekuja mpaka ndani ya kanisa, inatembea katika mzunguko wa nature. Mzunguko wa nature, yani wa asili, ni mzunguko unaotembea na mambo ya wakati wa sasa. Kwa maana kuna nyakati fulani watu waliishi kipindi hicho walikuwa na mambo ya wakati wa sasa kwao. Na sasa hivi tuko kwenye mambo ya wakati wa sasa kwetu. Dunia inatembea katika mzunguko, na mizunguko hiyo iko miungu na ziko roho ambazo zinatenda kazi kwa ajili ya kuwashikilia watu na kuwafanya watu waishi na kuzunguka na huo mzunguko wa dunia. Na bahati mbaya sana kanisa linashikiliwa na miungu hiyo, baadhi ya miungu hiyo, kwa kuishi katika
katika hiyo cycle, kutembea na seasonal cycle ya nature ambayo sisi hatupashwi. Sisi tunatembea na kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu inaonekana ni kupitwa na wakati. Ndio mtu anayeishi na kanuni ya Mungu anaonekana kwamba yeye hafai, yuko nyuma ya wakati. Lakini niko hapa kukuambia, haya yanayotendeka leo sio mambo mapya, yalitabiriwa, yalionekana. Mungu aliyaonyesha kwa manabii wake yale yanayokuja kuonekana. Sasa tafakari yetu ya leo, wewe unaishi kwenye nini? Unatumikia miungu? Unamtumikia Tamuzi na miungu mingine katika mzunguko wa mwendo wa ulimwengu? Ili ndipo uonekane kwamba wewe ni wa kisasa, lazima uingie ndani ya system ya mzunguko huo. Na ili uonekane wewe sio wa kisasa, lazima utoke nje ya mzunguko huo, ambao mzunguko huo mwisho wa kwisha unaishia kuzimu. Sasa kanisa la Kristo, tafakari yetu ya leo ni kujitafakari, mimi niko kwenye mzunguko upi? Niko kwenye mzunguko upi? Alafu kama siko kwenye mzunguko wa Mungu, basi nitengeneze maisha yangu. Bwana Yesu tusaidie kuekaa katika mzunguko wako. Tuondoke katika mzunguko ambao umebebwa na miungu, ambaye iliharibu hata taifa la Israeli na hata sasa inaliharibu kanisa. Tusaidie Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.